wanaweza kukuziba wewe mdomo usiombe. Amina. Kwa muda wanaweza kukuziba wewe kunyonya nguvu usifanye kazi yoyote. Amina. Lakini sauti ya sadaka yako haiwezi kuzuiliwa. Lakini kitu kingine, uwekezaji wako kwa Mungu imekuwa ni bima isiyofilisika. Mwambie jirani, anza kuwekeza kwa Mungu. Amenuna sana, mwambie tena, hata asikusema asipofanya, lakini tumeshamwambia anza kuwekeza kwa Mungu. Anasemaje? Anasema nitajifikiria. Anashinda huyo. Uwekezaji kwa Mungu sio rahisi. Inahitaji imani, inahitaji kujikana, inahitaji kujitoa hasa. Unaona? Sio tu kwa pesa. Amina. Hata kwa nguvu tunashinda wengi kufanya hivyo. Amina. Kama kusema mimi nakushinda, unafikiri kujitoa ni kazi rahisi? Amen. Mtu sio kazi rahisi. Amekaa mfuma mdomo. Amen. Kuna vitu vyake havitaki kabisa atamke chochote. Lakini leo kama kuna sadaka uliwahi kuitoa, itakufumbulisha mdomo na mambo yatakuwa sawa. Wametega mitego, sadaka yako itaendelea kusema. Ukiwa hospitali, sadaka yako itaendelea kupaza sauti. Ukiwa kwenye matatizo, ukiwa kwenye maji mengi, sadaka yako itaendelea kupaza sauti kwamba huyu hastahili kukaa kwenye maji mengi haya, hastahili kuangamizwa na moto huu, hastahili kuangamizwa na magonjwa haya. Hiyo ndio sauti ya sadaka isiyozuilika. Haleluya. Hata kama changamoto za kiuchumi, kumetokea mabadiliko ya mzunguko wa soko, au kuna hila za maadui ambazo zimesababisha kazi ya mikono yako, biashara yako au mradi wako ufe kimwili, leo tumepata sauti ya kinabii kwa neno hili kwamba sauti ya ujenzi ina uwezo wa kisheria kiroho kuleta ufufuo katika jina la Yesu.